sehemu ya maneno katika maisha ya mtoto wa Mungu. Sehemu ya maneno katika maisha ya mtoto wa Mungu. Tutaongelea mambo 6 ambayo maneno yako yanafanya. Mambo 6 muhimu ambayo maneno yako yanafanya. Haleluya. Mambo 6 muhimu ambayo maneno yako yanafanya. Haleluya. Kwenye ulimwengu ambao tunaishi kuna vitu mbalimbali vya thamani. Tuna vitu vya thamani kama dhahabu, fedha, almasi. Kuna ardhi ambao tunawekeza kwenye ardhi. Haleluya. Tuna majumba, kuna magari, kuna vitu vingi vya tofauti tofauti ambavyo ni assets. Hello? Na ni vitu ambavyo vinaangaliwa kwamba ni vya thamani kwenye maisha ya mtu. Sio kama unanisikia? Nyosha mkono kwa Yesu kama nasikia. Haleluya. Lakini kuna kitu ambacho ni cha thamani kuliko vitu vyote hivi ambavyo nimeviongelea. Na hicho kitu ni maneno. Maneno ndio assets zenye thamani kuliko asset ya aina yoyote. Maneno yana thamani kuliko almasi. Maneno yana thamani kuliko dhahabu. Maneno yana thamani kuliko chochote ambacho mwanadamu angeweza kukitamani. Maneno yamebeba roho ya hekima. Maneno yanaweza yakabeba maarifa. Maneno yanaweza yakabeba uponyaji. Maneno yanaweza yakabeba imani. Maneno yanaweza yakabeba tumaini. Maneno yanaweza yakabeba upendo. Haleluya. Ukiangalia kwenye maandiko utagundua kwamba wakati kwenye nyakati tofauti maandiko yanatuonyesha namna gani ambavyo watu walithamini maneno kuliko ambavyo walithamini vitu vya kushikika na mikono. Sema nasikia. Haleluya. Ugomvi uliokuwa kati ya Esau na Yakobo nduguye haukuwa kutokana na mashamba ambayo alipewa Yakobo. Haukuwa kutokana na magari aliyopewa Yakobo. Haukuwa kutokana na majumba aliyopewa Yakobo. Ulikuwa unatokana na maneno ambayo alitamkiwa Yakobo, ambayo aliyatamani atamkiwe Esau. Sema nasikia. Ukisoma kitabu cha Hesabu 6 mstari wa 22 inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo utakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia. Akusema kwamba mtawabariki kwa kuwapa kitu. Alisema mtawabariki kwa kuwaambia maneno. Baraka zinakuwa transferred, zinahamishwa kwa maneno, sio kwa vitu vya kushikika. Ndio maana nikasema kwamba maneno ndio vitu vyenye thamani kuliko pengine vitu vingine vyote katika ulimwengu tulio nao. Anasema utawabariki, ukawabariki. Bwana inasema kwamba uwaambie. Kwa hiyo baraka zinatolewa kwa kuambiwa. Na andiko linaendelea kusema kwamba hivi ndivyo utakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubariki na kukulinda. Sema amen. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Anasema ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Anasema kama ukitamka maneno haya juu yao, jina langu litawekwa juu yao na baraka zangu
kutenda kazi katikati yao. Maneno ndio vitu vyenye thamani kuliko vitu vyote katika ulimwengu wetu. Katika Ukristo tumeitwa kama wafalme, tumeitwa kama makuhani. Na mfalme, nguvu ya mfalme sio urefu wa kimo chake, sio rangi ya ngozi yake, sio wingi wa nywele alizonazo, wala sio ukubwa wa misuli aliyonayo. Ni maneno yake. Mfalme awaye yote anatawala kwa maneno. Unajua, unapolelewa katika familia ambapo unatakiwa uwe mfalme, baadhi au kati ya jambo muhimu ambalo unafunzwa ni nguvu iliyoko kwenye maneno. Kwa sababu mfalme akisema mtu auawe, anauawa. Akisema mtu aishi, anaishi. Akisema mtu atajirishwe, inakuwa hivyo. Akisema mtu anyang'anywe kila alichonacho, inakuwa hivyo. Soma kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 10. Ufunuo wa Yohana 5:10. Inasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Kiingereza iongelee hivyo. Nitasoma Kiingereza kwa tafsiri Kiswahili. Anasema, and has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on earth. Kwa anasema ametufanya sisi, sio ukawafanya kuwa wafalme. Ametufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nasi, sio nao, nasi tunamiliki juu ya nchi. Sema amen. Sema ninatawala. Sema tena ninatawala. Na utawala tulionao tunaufanya kupitia maneno. Ni muhimu kwa sababu ukiwa mtawala na usipojua sehemu ya maneno, utawala wako utakuwa na mapungufu. Kwa sababu utaongea baadhi ya vitu ambavyo hukumaanisha na vitatokea. Kwa sababu kusoma katika Mhubiri, kitabu cha Mhubiri, fungua Mhubiri 8 mstari wa 4. Mhubiri 8:4. Mhubiri 8:4. Anasema, kwa kuwa neno la mfalme lina nguvu, naye ni nani awezaye kumwambia huyo wafanya nini? Neno la mfalme lina nguvu. Kwa hiyo wewe kama mfalme ukisema mimi ni maskini, nani wa kukuuliza wewe? Kwa sababu wewe ni mfalme. Sema amen. Ukisema ninaumwa, hamna wa kukuuliza, maana anasema ni nani awezaye kumwambia huyo wafanya nini? Ina maana mfalme anapoongea hauwezi ukamuuliza. He cannot be questioned kwa sababu ya mamlaka alionayo. Sema nasikia. Kwa hiyo unapokuwa katika ufalme ambao umeitiwa, ni muhimu kuanza kuelewa nguvu ya maneno, umuhimu wa maneno, sehemu ya maneno. Mtoto wa Mungu ametuambia ni mwaka wetu wa manifestation, is our year of manifestation. Je, ni nini tunafanya ili kuwe na udhihirisho wa kweli katika maisha yetu? Ni nini tunafanya ili tutembee katika udhihirisho wa wana wa Mungu ambao tumeitiwa? Leo nataka tuangalie the place of words, sehemu ya maneno. Hallelujah. Usipoelewa sehemu ya maneno, hautaona utimilifu wa kile ambacho Kristo amefanya kwenye maisha yako. Hautaona utimilifu wa kile ambacho umeitwa kuishi kama kiumbe kipya. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo tutayaangalia. Jambo la kwanza, maneno yanachora taswira ya maisha yako. Maneno yanachora taswira ya maisha yako. Nini unaona kinaamuliwa na nini unaongea au nini unasikia. Kwa sababu kati ya jambo la muhimu ambalo huu mwaka inabidi ulifanye ni kuishi kwa makusudi, intentionality. Hautaishi kwa bahati mbaya, hautaongea kwa bahati mbaya, hautasikia maneno kwa bahati mbaya. You're going to be intentional. Hallelujah. Kitabu cha Mwanzo 1:3. Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 3. Inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru.
mstari wa 4 anasema Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Sikiliza. Mstari wa 3 alisema, mstari wa 4 akaona. Unachosema kina nini unaona? Na mara nyingi watu tunaongea nasema kwamba nature abhors vacuum. Maana yake ni kwamba ulimwengu ambao tunaishi hauruhusu sehemu ibaki tupu. Sehemu ambayo majani hayajapandwa magugu humea. Sehemu ambapo maneno hayajatamkwa kuna kitu kitatokea. Haleluya. Kwa hiyo chochote unachotaka kukiona kama hakionekani, anza kukitamka, kwa sababu matamshi yako yanaamua nini unachokiona. Umeshawahi kukaa imefika saa 7 ukasikia labda alarm imelia au kitu fulani ambacho kimekukumbusha saa 7, ukasema nasikia njaa. Ulipoanza kusema unasikia njaa, njaa ilianza kuongezeka kuliko ambavyo kabla hujasema nasikia njaa. Ulianza kuona njaa kwa sababu ya matamshi yako. Chochote ambacho unataka kukiona, kizungumze. Chochote unachotaka kukiona, kizungumze. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mwanzo 3 ambapo inaongelea hadithi ya anguko la mwanadamu, inasema kwamba nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote. Tufungue Mwanzo 3 mstari wa 1. Haleluya. Kwa hiyo kwenye hili ambapo tumeangalia namna gani ambavyo maneno yako yanatawala maono yako. Maneno yako yanatawala maono ulionayo. Hawezi kuona zaidi ya maneno uliyoyasikia au uliyoyatamka. Sema nasikia. Ukisoma Mwanzo 3:1 anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Mstari wa 1 ati Mstari wa 6 inasema mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Kwa hiyo mwanamke hakuona mti wafaa kwa chakula mpaka aliposikia maneno kutoka kwa nyoka. Kwa hiyo mwaka, mbali na wewe kuishi kwenye kusudi, kuwa intention nini unachoongea, ni muhimu pia kuwa intention nini unasikia. Kwa sababu maneno unayoyasikia yataamua picha unazoziona. Kama unasikia maneno ya uhaba, utaona uhaba. Kama unasikia maneno ya hofu, utaona hofu. Kama unasikia maneno ya utajiri na utele, ndio utauona. Kama unasikia maneno ya upendo, ya furaha, ndio utayoiona. Ni maneno gani unaongea? Ni maneno gani unasikia? Haleluya. Picha za maisha yako zinaamuliwa na maneno. Unaona nini? Unaongea fursa au unaongea mipaka? Unaongea neno la Mungu au unaongea maneno ya mwanadamu? Sikiliza, ukiongea maneno ya Mungu utaanza kuona maono yake. Na ukiona maono yake utaanza kuishi maisha yake. Sema nasikia. Haleluya. Unataka kuishi maisha namna gani? Ni picha gani unaiona ndani? Kwa sababu picha unaiona ndani ndio inatawala maisha yako. Na kuna wakati ndani yako picha unayoiona hauitaki, anza kuongea maneno unayoyataka. Haleluya. Sema naelekea juu, mbele na juu, kila itwapo leo. Sema huu mwaka ninafanikiwa kila siku, kila wiki, kila mwezi. Sema pesa zinakuja kwangu kwa mkondo huru, bila kikwazo chochote. Ninaona upendeleo.
pande zote. Ninaona kibali kila itwapo leo. Haleluya. Na kusaidia kuamsha roho yako, haleluya, katika maneno ya kuongea. Haya maneno unayoyasikia yataongea na wewe hata ukilala kitandani. Sema amen. Jambo la pili ambalo maneno yanafanya, maneno huunda hali za maisha. Hali ulionayo ni matokeo ya maneno ya kinywa chako au maneno ambayo yalitamkwa kuhusiana na wewe. Hali ya maisha unayoiona, hali ya maisha yako ni matokeo ya maneno. Na kama ni matokeo ya maneno, ina maana una uwezo wa kubadili maisha yako kwa maneno yako. Ndio maana kwenye Mithali 18:21 akasema nguvu ya mauti na uzima iko katika ulimi, si ndio? Haiko kwenye mauti, haiko kwenye uzima, iko kwenye ulimi. Kwa hiyo kwa ulimi wako wewe unaweza ukaumba uzima, unaweza ukaumba mauti. Hali unayoishi ni matokeo ya maneno. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa yuko sehemu yenye utele, lakini pengine alitamkiwa maneno ya laana kwa mfano, na maneno yale yakaamua hali ya maisha yake. Katikati ya utele ambao watu wanao, yeye bado akawa anaishi kwenye ukame. Ukame wake haukutokana na mazingira yake, ulitokana na maneno aliyotamkwa kuhusiana naye. Sio kama unanisikia? Hello? Lakini kuna mtu mwingine kama wewe ambaye unaweza ukakaa katikati ya ukame kwa sababu ya maneno ya baraka ambayo yametamkwa kuhusiana na wewe. Haleluya. Hayo maneno yataleta uzima kwenye kila kinachokuhusu. Sema ninasikia. Haleluya. Na sio tu maneno ambayo yametamkwa kuhusiana na wewe, kuna maneno ambayo wewe una uwezo ya kuyatamka. Ukiangalia kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11 mstari wa 3. Hebrews 11:3. Waebrania 11:3. Haleluya. Inasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, vitu vinavyoonekana kutoka vitu visivyoonekana. Anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu, neno ulimwengu neno la Kiyunani aeon. Aeon au ulimwengu Kiswahili ambao tumetumika hapo, laongelea majira, laongelea zama. Haleluya. Majira, zama ziliumbwa kwa neno la Mungu. Haleluya. Na neno la Mungu ambayo tumika hapa, neno ni neno rema. Rema maana yake ni neno lilotamkwa, spoken word, neno lilotamkwa. Kwa hiyo rema sio neno la Mungu tu, hata ukiongea ni rema. Rema maana yake ni spoken word, neno lilotamkwa, matamshi. Kwamba tunajua kwamba majira, tunajua kwamba zama ziliumbwa kwa matamshi. Tofauti hapa nasema kwamba tunajua kwamba majira na zama ziliumbwa kwa matamshi ya neno la Mungu. Mtikise jirani yako. Haleluya. Amen. Na kama ulitikiswa na ulikuwa una namna fulani ya usingizi, unajua kwamba ni wewe ulikuwa unatoka utikiswe, sema amen. Kwa hiyo usihitaji kutikiswa tena. Haleluya. Kwa anasema kwamba zama tunazoziishi, majira tuliomo, majira ya ulimwengu yalifanywa kwa matamshi ya neno la Mungu. Kwa hiyo kama unataka kuishi zama za umaskini, kama unataka kuishi zama za utele, kama unataka kuishi zama za afya, zitaamuliwa na matamshi yako. Haya ni majira gani kwako? Inua mkono wako useme ni majira ya utajiri, ni majira ya utele, ni majira ya afya, ni majira ya kusonga mbele. Haleluya. Unajua wakati mwingine kwenye kutembea kwako na Roho wa Mungu unahitaji msimamo usioyumba. Msimamo usioyumba. Unakuwa kama mtu asiyeona wala kusikia. Matamko yako vile vile. Yako vile vile.
Haijalishi unachokiona, haijalishi unachokisikia, kwa sababu unajua kwamba hali ya maisha yako ni matokeo ya matamshi yako. Haleluya. Unaamka asubuhi unatamka, unatembea mchana unatamka, jioni unatamka the same way. Haleluya. Kuna ugonjwa umeona kwenye mwili wako, ni wakati wa kutamka. Sema amen. Kwa sababu ugonjwa hujaja kukusalimia, umekuja kukuua. Kwa hiyo tuamue nani anamuua mwenzake. Haleluya. Natamka tena na tena, nina uzima wa Mungu ndani yangu katika jina la Yesu Kristo. Mwili wangu unatoka nguvu hata nguvu, afya hata afya katika jina la Yesu Kristo. Kama zilivyo siku zangu ndivyo zilivyo nguvu zangu. Ninaongezeka siku na nguvu kila itwapo leo. Haleluya. Kwa sababu majira, kama wanavyosema majira ni majira ya joto, majira haya ni majira ya baridi. Unaweza kusema majira haya ni majira ya mali, ni majira ya ujenzi, ni majira ya kuinuka. Sijui kama unanisikia. Haleluya. Unajua mpango wa Mungu ni kwamba wewe uwe muamuzi wa majira. Sema mimi ni muamuzi wa majira. Unajua wakati Yesu anamwongelea Yohana Mbatizaji, anasema toka zama za Yohana Mbatizaji, toka kipindi, toka majira ya Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji hakuwa mtu mwenye pesa kuliko wote katika Israeli. Yohana Mbatizaji hakuwa mtu mwenye mavazi mazuri kuliko wote katika Israeli, lakini alikuwa ni mtu ambaye aliamua majira ya kipindi kile. Hello? Kwenye ofisi yako watu watasema toka kipindi cha John, toka kipindi cha John, kipindi cha Betha. Eka jina lako. Haleluya. Kwa sababu umekuja kama nuru. Unajua nuru kazi yake ni kuamua majira. Hello? Jua likitoka leo usiku saa 5 ni mchana. Haujanisikia? Nasema leo saa 5 usiku kwa kuna jua. Ni nini? Ni mchana. Kwa sababu nuru inaamua majira. Jua linatokea wakati gani? Mchana. Kwa hiyo ukiona jua lawaka maana yake nini? Na wewe ni nuru katika ulimwengu wako. Amen. Kwa hiyo popote ambapo unaingia utatangaza majira mapya. Sema amen. Kwa hiyo maneno yanaunda hali ya maisha yako. Maneno yanaamua hata watu unaokutana nao. Maneno yanaamua hata watu unaokutana nao wanakuitikia au wanaishi na wewe namna gani. Leo hapa mfano siku moja kuna mtu anasema, yani mimi acha tu. Yani hata kwa mfano kama kuna mstari hapa wa kutoa chakula. Yani mimi kwa mfano akibaki mtu mmoja ndio mimi ndio kinaisha. Na mtu anamna hiyo kweli, akibaki mtu mmoja kweli chakula kinaisha. Hapo anakuja kukwambia, nilikwambia. Yani acha tu. Yani mimi hata sielewi ya maisha. Mimi nakwambia nina kitu. Haleluya. Hajajua kwamba maneno yake anayozidi kuyaongea ndio yanazidi kuumba hali ya maisha yake. Yanatengeneza majira, yuko kwenye majira ya kukosa kwa sababu ya mdomo wake. Yani mimi kishika hela hazikai. Shasikia tunaongea. Yani shika hela hazikai. Yani hela zangu nikizishika hacha tu. Yani mtumishi inabidi aniwekee mkono. Haleluya. Maneno yanaamua majira. Maneno yanaamua hali za maisha tunayoishi. Unajua kuna watu wana uwezo mkubwa sana lakini hawana maneno sahihi. Kilichomfanya Daudi apate fursa ya kupigana na Goliati ni maneno yake. Daudi alikuwa wakati anaongea na watu, aliuliza kuhusiana na Goliati. Akasemaje? Akasema na mudu mtu huyu. Bia amna haja ya kuzimia moyo, huyu jamaa anamweza. Nipelekeni kwa mfano. Kuna mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana, lakini maneno yake hayajampa fursa ya kuonyesha uwezo wake. Hajajua nini cha kuongea au hajasema kilichompasa kusema. Daudi aliongea maneno sahihi yakampeleka mbele ya Sauli.
Na aliposimama mbele ya Sauli, Sauli akamwambia, huyu mtu ni mtu wa vita toka utoto, toka ujana wake, na wewe ni kijana mdogo tu, tena mzuri. Unajua kuna watu wakitaka kukukatia tamaa wanakusifia. Sio kila sifa ni nzuri, unataka kusifia. Mtu anakusifia, yani wewe ni binti mrembo tu. Sidhani kama hii biashara sasa ile achana nazo. Sio sifa. Hajakusifia, ametafuta namna ya kidiplomasia ya kukuambia hili jambo limekuzidi. Lakini Daudi alikuwa na maneno sahihi alipopewa jibu hilo. Akamwambia mfalme, sikiliza, siku moja nilikuwa nikichunga kondoo baba yangu. Akaja simba, akachukua mwana kondoo, nikamalizana naye. Siku nyingine akaja dubu, akachukua mwana kondoo, naye nikamalizana naye. Baada ya kuelezea nini alichokifanya, Sauli akasema, chukua mavazi yangu ya vita uende nayo, maana nadhani kila mtu, hamna mtu pengine wanajeshi walikopo pale wameua nyoka na panya na nini, hamna aliyekuwa simba. Kwa hivyo sikia mtu anaongea, mwambie yako jifunze kuongea. Mwambie tena jirani yako jifunze kuongea. Kilichomtoa Yusufu gerezani ni maneno. Aliongea maneno sahihi na wale wafungwa. Akaambia wamkumbuke ile ambaye atatoka. Na alipotoka akamsahau. Lakini siku ambapo Farao aliota ndoto, alikumbuka kwamba kuna mtu ambaye alinitafsiria ndoto yangu. Maneno sahihi. Maneno yanabadili hali. Maneno yanaamua nani anakuja kwenye maisha yako. Maneno yanaamua anayekuja anaongeaje na wewe. Kuna mtu anasema yani acha tu, yani mimi ya mambo ya mahusiano hapa. Yani mimi nakwambia yani anakuja vizuri, anasema atanioa, unamuona kabisa atanioa. Baada ya miezi 6 sijui aonekane, sijui nini. Kwa nini unaongea hivyo? Haya maneno unayoongea ni programming. Ni mfumo ambao umewekwa ndani ya fikra zako ili kukusabotage, ili kukuwekea mipaka. Kwa nini unaongea hivyo? Kwa nini useme huyu ananioa, huyu nitafanya naye hivi? Na mtu anakuta anaongea hivyo, unakuta na kweli ukiangalia maisha yake ni hivyo hivyo. Sio kwa sababu bibi yake au babu yake au jirani yake amemloga. Maneno ya mdomo wake. Hello. Uchawi ni maneno yenye nguvu ya roho wachafu. Na wewe una maneno yenye nguvu ya roho wa Mungu. Sema nasikia. Haleluya. Haijalishi mchawi ataongea nini, na wewe una mdomo. Ongea. Sijui kama unanisikia. Kwani laana nini? Laana ni maneno ambayo yameongewa. Kuna mtu fulani aliongea maneno kuhusiana na familia. Anatakiwa tu atokee mtu kwenye familia ambaye naye anajua matumizi ya mdomo. Sema nasikia. Tumia mdomo wako. Tamka maneno ubadilishe hali ya maisha yako. Tamka maneno ubadilishe hali ya ulimwengu wako. Sema nasikia. Ezekiel aliongea na mifupa mikavu, si ndio? Na mifupa ikaishi. Niliwaambia kwamba neno la Mungu, maneno ya Mungu ndani ya moyo wako yanakubadilisha wewe. Lakini maneno ya Mungu kwenye mdomo wako yatabadilisha ulimwengu wako. Tumesoma Rhapsody ya leo. Mtoto Mungu anatuambia kuhusiana na kutawala ulimwengu wetu. Tunautawalaje? Kwa maneno. Sema na utawala ulimwengu wangu kwa maneno ya kinywa changu. Sema tena na utawala ulimwengu wangu kwa maneno ya kinywa changu. Haleluya. Point namba 3. Maneno yako yanakudhihirisha na kukupa nafasi. Au niseme maneno yako yanakutambulisha na kukupa nafasi. Niliwapa mfano siku moja nikasema unaweza kukutana na kaka wa miaka 40, ukaongea naye jambo la msingi sana labda. Alafu baada ya kuongea naye akakwambia, sawa basi hamna shida, ngoja nikamuulize mama. Hello? Anaposema hivyo unagundua tu kwamba miaka ni mingi, mwili ni mkubwa, lakini ni toto. Hello? Sababu maneno yake yamemfunua, maneno yake yamemtambulisha. Au unaweza kukutana na binti mzuri mno, lakini maneno yake leko sabahaya. Maneno yako yanakutambulisha. Maneno yako yanakufunua. Sikiliza.
Maneno yakiwa sahihi yatakutambulisha, yakiwa sio sahihi yatakuumbua. Narudia tena, ukiwa na maneno sahihi yatakutambulisha kwenye ulimwengu wako. Ukiwa na maneno sio sahihi yatakuumbua. Kuumbuliwa maana yake ni kufunuliwa pale ambapo utamani kufunuliwa. Sio kama unaelewa? Kuna difference between exposure and to be revealed. Vyote ni vitu moja, lakini mtu anakuwa exposed ni mtu ambaye anakuwa revealed mambo ambayo asingetamani yawe revealed. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mithali 17:28. Mithali 17:28. Inasema hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumba midomo yake huhesabiwa ufahamu. Kwa sababu midomo, maneno yanayoongea yanamfunua. Ndio maana ukienda kuomba kazi mahali wanataka wakufanyie interview. Na kwenye interview nyingi, mbali na kazi ambazo zinahitaji ubunifu, utendaji wa mikono, kazi nyingi, maybe 80%, 70 au 90, watataka wakuulize tu maswali kwa sababu maneno yako yatakufunua. Wakiongea na wewe kwa dakika 5, 10, 15, 20, 30, watajua ni mtu wa namna gani. Hello? Kuna watu ambao walikuwa wanakaribia kupata mwenza akakimbia, hawajui kwa nini amekimbia. Baadhi ya watu ni maneno yao yamemkimbiza. Sababu mtu anapozidi kukaa na wewe, anapokusikiliza, anagundua okay, nilikuona kwa mbali, muonekano ni kama wa mtini wenye majani na matunda, lakini nilipofika karibu hamna matunda humu. Haleluya. Maneno yako yanatisha kama nini. Haleluya. Maneno sahihi. Maneno yanaweza kukupa nafasi. Maneno yanakutambulisha. Maneno yanakutambulisha. Sema nasikia. Kwa hiyo ni muhimu ukajua maneno ya kuongea. Unajua lugha ni kitu chenye nguvu sana. Lugha ulionayo inaamua mawazo ambayo unaweza kuwa nayo. Kwa sababu unawaza kwa picha, na picha ulizonazo zinatokana na picha za maneno ulionayo. Kwa mfano, ukienda sehemu yoyote ambao hawana neno gari, hawezi kuwaza gari. Hello? Tuseme kwa mfano umeenda sehemu ambayo hawaongei Kiingereza, hawaongei Kiswahili, wanaongea lugha fulani ambayo ni ngumu, labda ni sehemu ya ndani sana, ukamwambia iPhone 17, wanaweza wasikuelewe unasema nini, kwa sababu kwenye lugha yao hawana hilo neno. Kuna lugha ambazo hazina neno Mungu. Kwa hiyo kuhubiria injili lazima iwe kwa udhihirisho wa Roho na uweza, maana maneno hawataelewa, hawana hilo neno Mungu unavyowaambia. Kwa Mungu anakupenda, hauwezi kumwambia Mungu anakupenda maana hawana neno Mungu. Sika, unanisikia? Kwa jaribu kuonyesha nguvu ya lugha. Na sasa kwa mfano, ngoja niende mbele zaidi. Kwa mfano umaskini. Umaskini sio tu ukosefu wa rasilimali, umaskini pia ni lugha. Umaskini nini? Ni lugha. Kuna lugha ya umaskini, kuna lugha ya utajiri. Na unajua lugha inatuweka kwenye makundi, si ndio? Kwa mfano umeenda nchi ambao wanaongea Kichina, ukikutana na mtu ambaye anaongea Kiswahili, hata kama usingemsalimia akiwa da, kwa sababu kule umekutana na mtu ambaye anaongea lugha unajua, ghafla amekuwa ndugu yako, kwa sababu anaongea nini? Lugha yako. Hello? Mbele yako umaskini ni lugha, na utajiri pia ni lugha. Ukianza kuongea lugha ya utajiri katikati ya maskini, lazima utengwe, kwa sababu hawaongei lugha hiyo.
Ni kama mtu ambaye anaongea Kichina katikati ya Waswahili. Sio kama unanielewa? Na ukikutana na mwenzako ambaye anaongea lugha ya utajiri fluently, ghafla mnaanza kuwa karibu. Sio kama unanielewa, kwa sababu mnaelewana. Sema nasikia. Umaskini ni lugha. Unafundishwa kwa ustadi kabisa. Lugha ya umaskini. Amekumbuka hivyo kwa mdogo kwa mfundisho wa umaskini, umedondosha sana, unasikia vunja babako atalipa. Na sio kwamba ukiambiwa hivyo sio kwamba uvunje. Haimaanishi uvunje. Kwa sababu ukivunja kuna kitu kitakupata. Sema nasikia. Hello? Ukisikia watoto umeweka wale pamoja wanalia, kuna mtu kala nyama kabla ya wenzake. Sio unanielewa? Umaskini ni lugha. Sema naona utajiri kwenye maisha yangu, kwenye kila eneo. Ninaona utele. Sema mimi ni tajiri. Sema mimi ni tajiri kupita kiasi. Sema Bwana ni mchungaji wangu, sipungukiwi na chochote. Sema Bwana ni mchungaji wangu, sina uhitaji wa lolote, sina uhitaji wa chochote. Nina utele wa fedha, nina utele wa mali, nina utele wa amani. Kila ninachohitaji ninakipata, kila ninachohitaji ninacho. Haleluya. Ukianza kuongea hivyo mtaani kwenu, kuna baadhi ya watu hawataongea nawe tena, kwa sababu umeongea lugha ya kigeni. Hello? Umaskini ni lugha. Kwa hiyo maneno yanaweza yakakuweka kwenye kundi fulani. Mtu akawa maskini, akaitwa maskini sio kwa sababu hana rasilimali, kwa sababu anaongea lugha hiyo. Unaweza ukawa na wingi wa rasilimali, lakini kama umefundishwa lugha ya umaskini, itaathiri namna unavyowaza, itaathiri namna unavyoona, kwa sababu maneno yako yanatawala maono ulionayo. Na maono yako ni mipaka ya utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Kama unaona kama mwanadamu, utaishi kama mwanadamu. Kama unaona kama Mungu, utaishi kama yeye. Sema nasikia. Haleluya. Maneno yanakutambulisha. Maneno yanakupa nafasi. Hiyo ni point ya 3, si ndio? Point number 4. Maneno yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Maneno yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Yakobo 3:3 inasema, angalieni twatia lijamu katika vinywa. Sikiliza. Kama mwaka unataka uone udhihirisho ambao tunauongelea, swala zima la kuongea lazima ulichukulie very very serious. Lazima ulichukulie kwa uzito sana. Kuna baadhi ya watu hawaongei. Kuna baadhi ya watu hawasemi nini wanachokitaka. Ngoja niulize. Wangapi wameenda Kibaha mwaka jana kuchukua mavuno ya mahindi? Kuna mtu ameenda Kibaha kuchukua mavuno ya mahindi? Amna? Umeenda Kibaha kuchukua mavuno ya mahindi mwaka huu? Mwaka jana? Haujaenda? Kwa nini? Ulienda Kibaha kuchukua mavuno ya mahindi mwaka jana? Unajua kwa nini hujaenda kuchukua kwenda? Unajua kwa nini hujaenda? Haukupanda mahindi Kibaha. Ungekuwa mpanda mahindi Kibaha ungeenda. Lakini kuna mtu hajawahi kutamka maneno, ni mbegu. Kuna mtu hajawahi kutamka maneno yoyote, na alafu asipoona mavuno anasema, yani ya maisha si wewe, ni Ukristo. Mimi Ukristo siuelewi. Ukristo siuelewi yani. Na Ukristo roho na kuangalia sababu huyu mtu hatumuelewi. Huyu mtu hatumuelewi. Kwa mfano, imagine ukienda Kibaha kuchukua mahindi. Utauliza una shamba huko Kibaha? Liko wapi? Sio unaelewa? Ukipeleka kwenye shamba ambalo sio lako, kusema you cannot reap what you have not sown. Huwezi kuvuna ambacho hujapanda. Kuna mtu ananisikiliza hapa anasema hivi, ni kweli. Kwa nini usijaribu alafu uje uniambie? Kwa nini usiamke kila siku kaongea? Kwa nini usiamke kila saa ukaongea? Kwa nini siku inavyoenda? Sikiliza, haulipi kodi.
haununui maneno. Kwani usiongee? Ongea kile unachokitaka, kwa sababu maneno yako ni mbegu. Ongea unachokitaka. Pointi ya 4 ambayo tunaongelea sema kwamba maneno yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Na niliwaambia siku moja, nikamwambia kwamba mwelekeo sio hatma. Ngoja niulize mfano. Kwa mfano hapa niliposimama, nataka mtu aniambie mwelekeo wa Mwenge uko wapi? Mwenge iko wapi kutoka hapa niliposimama? Mwenge iko upande gani? Huko. Sikiliza, kuna kitu aliulizaga, alisema mtoto wangu chuo akasema 1 jumlisha 1 kanisani ni 2. Si ndio? Kwa sababu watu wakiuliza maswali kanisani wanadhani ni ya kiroho. Kwa mfano unaweza kuelekea Mwenge na mtu amekasema Mwenge katika ulimwengu wa roho. Sio Mwenge. Kama Mwenge iko huku, iko huko. Haleluya. Sasa hii Mwenge ya kanisani sio ya kwa rabasuta. Thank you Lord. Napokea mafunuo paka shata. No. Mwenge iko wapi? Iko huku, si ndio? Nikigeuka hivi nimeelekea wapi? Mwenge, si ndio? Nimefika. Maneno yanaamua mwelekeo. Mwelekeo sio hatma. Baadhi ya watu wasema, mbona nimetamka ijawa? Ukitamka unaanza kuelekea mwelekeo huo. Kwa hiyo ili ufike unahitaji kuendelea katika huo mwelekeo. Mtu anatamka anasema sijafika. Mimi si mbona haijawa? Anaanza kutamka Tegeta, anarudi. Anakuja Jumatano kama yanaambiwa usitamke Tegeta, tamka Mwenge. Kwa hiyo maisha yake yote hafiki Tegeta, hafiki Mwenge. Sikiliza anachosema mlango wa 3 mstari wa 3 Yakobo 3:3. Huu mwaka chukulia neno la Mungu kwa uzito wake practically. Anasema angalieni twatia lijamu katika vinywa vya farasi. Na kwa njia hiyo twaweza kuwaongoza kokote tunakotaka. Mstari wa 4. Anasema tena angalieni, huo ni mstari wa 4. Anasema meli nazo pia ingawa ni kubwa sana na usukumwa na upepo mkali huweza kugeuzwa kwa usukani mdogo sana, zikaelekea kokote nahodha anakotaka. Anasema meli ni kubwa, pepo ni kali, lakini mwelekeo wa meli unaamuliwa na nahodha. Sema mimi ni nahodha wa maisha yangu. Sema tena niwasikie kwa sababu sema mimi ni nahodha wa maisha yangu. Haleluya. Mstari wa 5. Anakuonyesha sasa usukani wa meli unafanana na nini. Mstari wa 5 anasema vivyo hivyo ulimi ingawa ni kiungo kidogo cha mwili hujisifia makuu sana, na moto mdogo waweza kuteketeza msitu mkubwa. Anasema kama ulivyo usukani mdogo ndivyo ulimi. Hello? Umekaa kwenye meli. Pengine wengi hawajapanda meli kwa sababu siku hizi meli haitumiki sana. Umekaa kwenye pantoni. Alafu namwona nahodha wa pantoni anasema pantoni inaenda kugonga pantoni nyingine. Inaenda kugonga pantoni nyingine. Alafu hashiki usukani wala nini. Utamwambiaje? Geuza usukani. Anasema achana na usukani kaka, hiyo pantoni ya mbele ni hatari kaka. Kaka tuafa. Naambia geuza usukani, naambia kaka acha usinishauri kaka, usinishauri unanichanganya kaka. Oh dear Lord. Ulimi wako ndio usukani. Umeenda kwenye akaunti yako kutoa salio, ATM ikakuonya, ikakukanya usirudi tena hapa na maombi haya. Unajua kuna saa ATM inaweza kuongea, kuna saa inakukanya. Hii tabia imezidi. Tusikuone kwenye ATM na haya maombi. Unaangalia salio lako linakaribia linalingana na umri wako. Unakuta labda una miaka 35, unaona salio lako shilingi 35. Ni wakati wa kuongea, sio wakati wa kusema kwamba hali ni ngumu. Tumia mdomo wako. Haleluya. Kwa sababu mdomo wako utaanza kugeuza melikebu yako. Inasema pepo ni kali, meli ni kubwa, lakini mwelekeo anaamua nahodha. Shika, unanisikia? Kwa hiyo sio kwamba unaona mambo hayaendi sawa unaanza kusifia yani no. Anza kuongea.
Anza kuongea, anza kuongea, anza kuongea, anza kuongea. Haleluya. Niko naongea na mtu nikamwambia, "Haushangai watu wa upande wa giza wakienda wanaambiwa nenda fanya kitu fulani, utamke maneno." Wanaelewa nguvu ya maneno. Tamka maneno. Fanya hivi, tamka maneno. Fanya hivi, tamka maneno. Haleluya. Ongea na pesa zako, ongea na nguo zako, ongea na ATM. Ikikuonya na wewe ionye, sema amina. Haleluya. Maneno yako yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Unajua kuna mtu unaweza kaongea naye unajua anaenda mbali. Kwa maneno yake tu unajua huyu anaenda wapi? Mbali. Lakini kuna mtu kwa maneno yake unajua huyu amefika, haendi mahali popote. Amefika. Kwa maneno anayoongea. Maneno yako yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Maneno yako yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Mwambie jirani yako ongea. Mwambie jirani yako ongea. Haleluya. Esau aliamua hatima ya maisha yake kwa maneno yake. Unakumbuka? Alirudi kwenye kuinda, akamwomba Yakobo mchuzi. Akasema, "Naomba nipe mchuzi wako. Na njaa karibu kufa." Ushasikia watu wanaongea vitu kama hivi? Anasema ana njaa karibu nini? Kufa. Hamna mtu anakufa kwa njaa ya siku moja. Ulikuwa na njaa ya siku moja na karibia kufa. Yakobo akamwambia, "Sikiza, usijali, mimi nitakupa mchuzi. Mchuzi utapata." Nadhani ilikuwa ni makange au kitu kama hicho. Akasema, "Makange utapata, don't worry." Akasema, "Sasa nipe uzalo wako wa kwanza, alafu mimi nitakupa haya makange." Esau akasema, "Uzalo wa kwanza ni nini wakati nakaribia kufa hapa? Uzalo wa kwanza utanisaidia nini? Nitaula. Ushasikia watu wanaongea namna hiyo? Mtu ambaye tuende kanisani anakoza, nikienda kanisani nitakula hiyo ibada. Maneno. Akasema, nitakuapia hamna shida." Akaapa, lakini ile ndio siku aliamua hatima ya maisha yake. Aliamua mwelekeo wa maisha yake. Niliwatania siku moja nikamwambia kwamba kuna mtu leo anaweza akawa yuko anafanyiwa therapy na matibabu ya hisia zake kwa sababu ya message moja tu aliyoijibu kwenye simu yake. Alituma message inasema hi. Alivyojibu tu ile hi, miaka mmoja baadaye anawashauri wa kumshauri kutokujiua, kwa maisha bado ni ya umuhimu. Kama hujanielewa mfano, don't worry. If you don't get it, forget about it. Hallelujah. Maneno yanaamua mwelekeo wa maisha yako. Hello? Maneno yanafanya nini? Mara ngapi umeshia kumwahidi mtu kitu alafu ukiwa na furaha ilipopungua ukagundua hii ahadi hapana, imenizidi umri. Ulikuwa na furaha kusema tamlipia ada. Januari unaona simu zinaita. Unaweza uifanye umesahau au hujasahau. Haleluya. Umeenda kwenye mwelekeo wa maneno yako, sema amen. Hakuna mtu yote ambaye ashaye kuinuka zaidi ya maneno yake. Popote hapo maneno yako yaendi hauwezi kwenda. Sema nasikia. Ukibadilisha maneno yako utabadilisha mwelekeo wa maisha yako. Badilisha mwelekeo wa maneno yako kuanzia leo. Mbona si gali? Umeambiwa haya, badilisha unapokaa, unasema sina kodi. Badilisha maneno. Hello? Ongea. Ongea unapotaka kwenda. Ongea unachotaka. Sema nasikia. Point namba ngapi? Kuna mfano ambao mara nyingi napenda kuambia kabla sienda point namba 5. Mfano mwingine napenda kurudia kwa sababu nimekuja kugundua kwamba marudio ndio mama wa kujifunza kote. Marudio ndio kanuni inayotengeneza alama ya kudumu. Repetition is the mother of all studies. Niliwaambia siku moja nikamwambia mtu yote ambaye akienda kwenye lift
Ukienda kwenye lift, ukiingia kwenye lift ina namba ukutani. Ukiingia kwenye lift unabonyeza namba gani? Kama unaenda ghorofa ya 10 unabonyeza namba ngapi? 10. Kwa nini ubonyezi namba, kama uko ground floor ambayo ni G, kwa nini ubonyezi G ambayo upo? So mimi niko G. Kwa nini nibonyeze 10? Kwa nini nibonyeze 10? Huu ni uongo. Mimi niko wapi? Niko G. Siwezi nikajidanganya. Unajua kuna mtu mwingine anasema sema mimi ni tajiri. Mimi nitasemaje ni tajiri? Kama ni maskini kwa nini nidanganye? Kwa nini nidanganye? Kama uko kwenye floor ya namba 1, ukibonyeza namba 1, lift huwa inafunga. Inakushangaa afu inafunguka. Ukifunguka unakuta uko wapi? Namba 1. Pale. Kwa sababu ukiwa namba 1 unataka kwenda namba 10, haubonyezi 1, unabonyeza 10 unayoenda. Kwa hiyo kama uko sehemu ya uhaba, usiongelee uhaba maana ndio uko hapo. Tamka unapoenda. Haleluya. Speak where you're going. Kila wakati watu wakute maneno ya kule unakoenda. Tamka pesa unazozielekea. Tamka mali unazozielekea. Haleluya. Nilikuwa naongea na yeye nikamwambia mimi naona viwanja vya mpira. Naona ni Kristo katikati ya arena za mpira. Nasikia. Yes, that's what I see and that's what I'm saying. Hicho ndicho nachoongea. Sema nasikia. Pointi ya 5. Maneno huamua uhusiano wako na Mungu na wanadamu. Uhusiano wako na Mungu na wanadamu, haleluya, amuliwa na maneno. Hello. Mungu anasemaga niimbieni nyimbo mpya. Kuna nyimbo hizo kwa Mungu kila wakati. Mungu anataka nyimbo mpya. Maandiko yanasema kitabu cha Hosea kwamba beba maneno uende kwa Mwenyezi. Carry with you words. Mahusiano yako na Mungu yanaamuliwa na maneno. Mahusiano yako na Mungu yanaamuliwa na maneno. Mahusiano yako na wanadamu yanaamuliwa na nini? Na maneno. Kama una ndoa nzuri au mbaya ni nini? Maneno. Kama wewe ni kiongozi, kampuni yako inaenda vibaya, issue nini? Maneno. Mimi watu hawanipendi. Maneno. Sema nasikia. Maneno. Mahusiano yako na wanadamu. Na mafanikio yako katika ulimwengu huu yanaamuliwa na maneno yako. Kama una wateja wengi au wachache, sababu ni nini? Maneno yako. Mara nyingi wanawatania naambia, ni mara ngapi umeshakutana na dada mzuri sana? Hello? Mzuri kiasi kwamba hata uliogopa kumsalimia. Amen. Alafu umemwona mume wake, ukajiuliza huyu kaka ametokana wapi? Huyu dada. Hello? Bila yako kuwa na ujasiri wa kutumia maneno. Hallelujah. Amen. Maneno. Kuna wengine pengine ni wazazi wako, na mwangalia mama yako na mwangalia baba yako, nasema Mungu ni Mungu wa miujiza. Mungu anatenda. Hallelujah. Kwa sababu hauelewi walikutanaje. Sema amen. Na ukisikiza hadithi zao naambiwa kwamba sijui walianza maisha, walikuwa wanaogea sijui kisado. Unajiuliza mwanaume alimdanganyaje huyu dada akakubali kuogea kisado? Maneno. Haleluya. Unaweza ukaambiwa maneno ukaogea kisado ukahisi ni shawa kabisa ile. Haleluya. Kaona hii, this is perfect. Yes. Haleluya. Naongea na wakaka wote huko ndani, kama hujaoa ili somo linakuhusu. Amen. Maneno.
Hello? Unajua mara nyingi kwenye ndoa ni mwanaume anatakiwa na maneno sahihi. Mwanaume hawezi kuulizwa sasa kipindi cha ada kimefika tunafanyaje? Hauruhusi kusema hata mimi sijui itakuwaje. No, 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 no. Lazima ujue itakuwaje. Hata kama hujui itakuwaje. Sema amen. Hata kama hujui kwa simeni mpaka jioni. Naweza kuta hiyo jioni ya 10. Nipe nini? Mpaka jioni. Haleluya. Warumi 10:9 mpaka 10. Mahusiano yako na Mungu na wanadamu yanaamuliwa na maneno. Warumi 10:9 mpaka 10. Inasema Warumi 10:9. Yes, ya 9. Kitabu cha Warumi mlango wa 10. Inasema kama kukiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu utaokoka. Mstari wa 10. Maana mtu huamini kwa moyo akafanywa mwadilifu na kukiri kwa kinywa chake akaokolewa. Kwa hiyo wokovu ulionao ulipozaliwa mara ya pili umekuwa mwana wa Mungu kwa nini? Kwa maneno. Kwa maneno. Sijui kama mmeshai kufanya uchunguzi mkagundua kuna watu wanazaliwa hawana macho, kuna watu wanazaliwa hawana pua, kuna watu wanazaliwa hawana miguu, kuna watu wanazaliwa hawana masikio, kuna watu wanazaliwa hawana mikono. Hamna mtu yote ambaye anazaliwa hana ulimi. Hata kama ni bubu. Lazima awe nao. Kwa sababu matamshi yako yanatawala maisha yako. Matamshi yako yanatawala mahusiano yako na Mungu au na wanadamu. Haleluya. Hauhitaji semina ya ndoa. Maandiko yanasemaje? Na maneno yako yakolee nini? Yakolee munyu, yakolee chumvi. Yawe na neema kumfaa kila ayasikiaye. Hello? Umeshakula chakula ambacho hakina chumvi? Inaweza ikawa ni wali wa kuku lakini kama una chumvi, not good. Hello? Sema maneno yangu yamekolea chumvi. Haleluya. Ila usizidishe chumvi, maana chumvi nayo ikizidi pia ni changamoto, si ndio? Pointi ya 6 na ya mwisho. Maneno yako huamua hatima yako ya milele. Hatima yako ya milele inaamuliwa na maneno yako. Ukienda mstari wa 13 kwenye Warumi 10 inasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa, si ndio? Kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo kitachopeleka watu motoni sio matendo yao, ni maneno yao. Maneno ambayo hawalisema au maneno ambayo hawakuyasema. Mathayo 12:37. Mathayo 12:37. Mathayo 12:37. Inasema maana kwa maneno yako utakubaliwa kuwa mwadilifu au kuwa mwenye haki, na kwa maneno yako utahukumiwa kuwa na hatia. Kwa hiyo kitachomfanya mtu ahukumiwe hatia au ahesabiwe haki ni maneno yake. Wangapi wanajua kwamba unaweza ukaenda mahakamani na wewe ndio umekosewa na ukafungwa? Sio kama mnaelewa. Unaweza ukaenda mahakamani wewe ndio umeonewa na ukafungwa. Kilichofanya ufungwe ni nini? Kuna maneno ukujua, au mwanasheria wako kujua maneno sahihi ya kutumia ili ushinde ile kesi. Sio kesi tu za maisha haya,
hatima ya mwanadamu inaamuliwa na maneno yake. Maneno yanaweza kukufanya ukahesabiwa haki au ukahukumiwa. Mwaka huu utaishi kwa kusudi, sema amen. Utakuwa intentional maneno unayoyasikia, utakuwa intentional maneno unayoyasema. Unajua, unaweza ukamwona mtu mwanaume kwa mfano ambaye ukimwangalia na muonekano angefaa awe hata waziri, angefaa hata awe rais, lakini pengine ni mlinzi sehemu fulani, pengine ni dereva sehemu fulani. Kilichomfanya awe pale alipo ni kutokana na maneno ambayo hakuyasikia wakati anakuwa. Tarudia tena, maneno ambayo umeyasikia mpaka leo ndio hichi tunachokiona leo. Jinsi unavyowaza, jinsi unavyoishi, jinsi unavyovaa ni matokeo ya maneno ambayo umeyasikia. Na kama maisha yako leo yatabadilika kuwa bora, utahitaji usikie maneno bora zaidi. Ndio maana unasikia maneno haya jioni ya leo. Sema amen. Na ni swala la muda tu. Ukikaa ukasikia maneno sahihi siku baada ya siku, yatakufanya kile ambacho yanaongelea. Kwa hiyo ukuu wa mtu hauamuliwi na muonekano wake. Ukuu wa mtu hauamuliwi na misuli yake. Kuna mtu unaweza ukamwangalia ukasema huyu kaka angefaa awe mchungaji, lakini ni mwizi. Si ndio? Tofauti ni maneno ambayo hakuwahi kuyasikia. Na ndio maana wewe utahakikisha watu wanasikia maneno sahihi, sema amen. Utawafikishia watu habari njema za Kristo, sema amen. Kwa hiyo utakuwa intentional maneno unayoyasikia. Utakuwa intentional maneno unayoyasema.